Hello, karibu sana kwenye kipindi hichi cha habari cha Pepele News. Karibu, tuna furaha kubwa sana kuweza kukufikishia habari hizi tukiwa tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026, na hivyo asubuhi ya leo tunakutayarishia habari nyingi sana muhimu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tunakusiendelea kuwa nasi hadi mwisho wa habari hii, na pia tutakuomba ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yetu, usiweze kuondoka bila kusubscribe, kushare na kuweza kutujulisha unatufuata ukiwa wapi katika comment section. Na hivyo ndugu yetu mpenzi mtazamaji, leo tutakuwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali inazidi kuwa mbaya kutokana na vita ambazo zinazidi kupiganwa siku baada ya siku kati ya vikundi vya waasi wenye kumiliki silaha na vikundi vya wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo ili uweze kupata taarifa muhimu na za ukweli na za hakika, endelea kuwa na Pepele News hadi mwisho wa kipindi hiki. Je, ulikuwa unajua ikiwa M23 ilikuwa tayari imeshakubadilisha mfumo wote wa mambo ya kimasomo au mambo ya education ndani ya eneo ambazo inadhibiti, ni kusema Bukavu pamoja na Goma, na kubadilisha viongozi wote wa masomo? Lakini unajua namna gani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au serikali ya Kinshasa iliweza kujibia shtaka hilo? Ili kupata habari hizo, fuata habari yetu kwa umakini na utaweza kuzielewa. Tuanze taarifa zetu za habari tukiwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Ministeri ya Enseignement imeweza kukataa vikali kwa kile ambacho waasi wa M23 huko Bukavu pamoja na Goma waliweza kukifanya kwa kuweza kuteua viongozi wa vyuo vikuu. Ministère de l'Enseignement supérieur, Université de la Recherche Scientifique et Innovation imekataa vikali uteuzi wa viongozi uliofanywa na AFC M23 katika baadhi ya taasisi za elimu za juu na vyuo vikuu vya umma vilivyoko katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini na mji wa Bukavu mkoani Kivu Kusini. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu tarehe 10 Agosti mwaka 2006, ni kusema hapo jana, Ministeri ya Enseignement Supérieur, Université na Recherche Scientifique pamoja na Innovation ambayo inajulikana kama ESU na RSI imeweza kusema hatua hiyo haina msingi wowote wa kisheria. Kwa mujibu wa wizara hiyo, ukweli ni kwamba sehemu fulani ya eneo la taifa inakaliwa kwa muda na kundi lenye silaha. Haumupi kundi hilo mamlaka ya kuwa na mamlaka ya kutawala au kufanya uteuzi katika taasisi za umma za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ministeri hiyo imeweza kueleza kwamba uteuzi huo ulitangazwa Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka huu 2026 na mamlaka za M23 zinazodhibiti maeneo ya Goma pamoja na Bukavu. Kinshasa imeweza kueleza kuwa hatua hiyo ni uingiliaji mkubwa na usiokubalika kabisa katika uendeshaji wa taasisi za umma ambazo ziko chini ya mamlaka ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa taasisi zilizohusika na uteuzi huo ni Institut Supérieur de Commerce de Goma ambayo inajulikana kuwa kama ISS Goma, na pia Institut Supérieur Technique et Médical de Goma ambayo inajulikana kama ISTEM Goma, pamoja na Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu ambayo inajulikana kama ISDER Bukavu. Pia zimetajwa Institut Supérieur de Technique de Bukavu ambayo ni ISTEM Bukavu, na Institut Supérieur Pédagogique de Goma ambayo inajulikana kama ISP Goma, na Université Officielle de Bukavu ambayo tunajua kama IOB, pamoja na taasisi nyingine za elimu za juu katika eneo hizo ziliweza kutajwa kuwa zilifanyiwa marekebisho na waasi hao ambao wanadhibiti eneo ambazo university hizo zinapatikana. Kwa mujibu wa
Ministere ya Enseignement, uteuzi huo hauna thamani yoyote ya kisheria na hauwezi kuleta hatari katika utawala wa umma wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hali hiyo, serikali imewahakikishia wanafunzi, walimu, watafiti pamoja na wafanyakazi wa vyuo hivyo vikubwa kwamba kamati za usimamizi zilizowekwa kihalali bado zinaendelea kuwa madarakani. Kamati hizo kwa mujibu wa serikali zinaendelea kuwa na mamlaka yao yote ya kiutawala na kitaalamu. Ministeri ya Enseignement imeweza pia kusisitiza kwamba ni mamlaka halali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee ndizo zina uwezo wa kuteua au kuondoa viongozi wa taasisi za umma za elimu ya juu na vyuo vikuu. Wizara hiyo pia imetoa onyo kwa mtu yeyote ambaye amejaribu kutekeleza uteuzi huo au kujitambulisha kama kiongozi kutoka maamuzi hayo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mtu yeyote atakayejihusisha na utekelezaji wa uteuzi huo unaoitwa haramu au kujipatia mamlaka kutoka kwa uteuzi huo anaweza kukabiliwa na adhabu kali zinazotolewa na sheria. Onyo hiyo inawahusu viongozi wa kiutawala pamoja na mtu mwingine yeyote ambaye anaweza kushiriki katika utekelezaji wa uamuzi huo. Wakati huo huo, ministeri imesema kuwa serikali inaendelea kujitolea kulinda haki na maslahi ya wanafunzi, walimu, watafiti pamoja na wafanyakazi wote wa kitaalamu na kisayansi walioathiriwa na hali ya ukosefu wa usalama katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali imesema pia inaendelea na juhudi za kuhakikisha shughuli za kitaalamu zinaendelea na taasisi za elimu ya juu za umma zinaendelea kufanya kazi katika maeneo yaliyoathiriwa na hali ya usalama. Mzozo huo wa kiutawala kati ya Kinshasa na M23 kuhusu usimamizi wa vyuo vikuu si jambo jipya. Mwezi wa Mei mwaka huu, M23 ilikuwa imeagiza taasisi za elimu ya juu katika maeneo inayothibiti kuvunja uhusiano wa Ministeri ya Enseignement Superieur na Universitaire iliyoko Kinshasa. Katika hatua hiyo, harakati hiyo ilikuwa pia imemtaja mshauri wa gavana wa utawala wake kuwa na jukumu za kusimamia taasisi hizo za elimu. Wakati huo huo, utawala huo ulikuwa umehusisha ofisi ya ugavana katika ukusanyaji wa bidhaa ya fedha zinazohusiana na udhibiti wa masomo, jukumu ambalo kwa kawaida liko chini ya utawala wa wizara ya Ministeri ya Enseignement ya Kinshasa. Kwa upande wa Kinshasa, msimamo unabaki kuwa kwamba taasisi za elimu za juu na vyuo vikuu vya umma ni huduma za umma zinazohusiana moja kwa moja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wake mkuu wa Kinshasa. Kwa hiyo, kwa mujibu wa serikali ya Kongo, usimamizi wa taasisi hizo hauwezi kubadilishwa na mamlaka ambazo hazitambuliwi na serikali ya kitaifa. Kwa sasa Kinshasa inasisitiza kwamba viongozi waliowekwa kihalali na mamlaka za kitaifa ndio wanaotambuliwa kisheria, huku wakiendelea kuonya dhidi ya utekelezaji wa uteuzi uliofanywa na M23 katika taasisi za elimu ya juu huko Goma pia Bukavu. Na tumainia ikiwa umeweza kupata habari hizo zote na kuzielewa vizuri sana. Ni jambo la kufurahisha na tunakushukuru sana kwa kuweza kuchagua Pepele News kuwa kama kituo chako cha habari. Hivyo tunafikia mwisho habari zetu na tunakuomba ikiwa umeweza kusahau kushare, kusubscribe na kucomment ili tujulishwe na tufuate ukiwa sehemu gani, tafadhali unaweza kufanya hivyo kwa mara nyingine. Hii ni Pepele News ambayo inakuletea taarifa hizi za habari na mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele. Kwa hiyo tutakutana wakati mwingine kwa habari za mchana. Endelea kufuatilia habari hizi, usisahau kuwapatia wengine nafasi ya kutufuatilia kwa kuweza kushare habari hii katika mitandao ya kijamii ambayo ndugu na dada na familia wanaendelea kukufuatilia. Asante sana kuwa pamoja nasi.